Elimika na Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari ni kuwasilishie yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaaban Matuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Nuhu Stima hapo baadaye. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amlilia mbunge wa Peramiho mkoani Ruvuma Jenista Mhagama aliyefariki Alhamisi hii Desemba 11, 2025 jijini Dodoma. JAI mkoani Kigoma yakabidhiwa gari ya kubebea wagonjwa iliyotolewa na wadau wa maendeleo wa taasisi ya Albaraka. Katika habari za kimataifa, takribani watu 22 wamefariki na wengine 16 kujeruhiwa baada ya majengo mawili ya makazi kuporomoka kaskazini mwa Morocco. Na mtazamaji, awali ya yote ni kukumbushe mbali na kuifuatilia taarifa yetu ya habari kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuipata taarifa hii ya habari kupitia YouTube kwa jina la Mahasin TV Official Channel. Tuanze habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu, wananchi wa jimbo la Peramiho, familia, ndugu, jamaa na marafiki kufuatia kifo cha mbunge wa jimbo la Peramiho Jenista Joakim Mhagama. Rais Dr. Samia katika salamu zake za pole amemwelezea Jenista Mhagama kuwa kwa miaka 38 amekuwa mwanachama mahiri wa Chama cha Mapinduzi CCM, kiongozi wa vijana, kiongozi wa wanawake, waziri katika awamu mbalimbali na mnasihi wa wengi katika siasa na maisha. Jenista Mhagama aliyewahi kushika nafasi tofauti za uongozi katika nyadhifa mbalimbali amefariki Alhamisi Desemba 11, 2025 jijini Dodoma. Miongoni mwa nafasi alizowahi kuhudumu ni pamoja na kuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi katika utawala wa awamu. Jenista Mhagama aliyezaliwa Juni 23 mwaka 1967 kwa nyakati tofauti katika serikali ya awamu ya 5 na 6, aliwahi kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu, waziri ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, pamoja na kuwa waziri wa afya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mtazamaji, tuendelee kusalia makao makuu ya nchi mkoani Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameiagiza Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma pamoja na taasisi kwa mashirikiano na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kuangalia maeneo yote ambayo yana viashiria vya rushwa serikalini, hasa katika eneo la manunuzi. Taarifa kamili kutoka jijini Dodoma inasimuliwa na Zuberi Mgaya kutoka hapa studio. Akizungumza katika kikao chake na viongozi pamoja na watendaji wa Sekretarieti ya maadili kwa viongozi wa umma jijini Dodoma, Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ameagiza kuangaliwa maeneo yote ambayo yana viashiria vya rushwa serikali, hasa kwa viongozi wa umma. Amesema maeneo hayo ndipo ambapo fedha za umma zinaweza kupotea, kwani wanaofanya manunuzi hawalazimiki kuweka wazi mali zao na kujaza taarifa zao, hivyo maeneo hayo yanapaswa kubainishwa na kuwekwa wazi. Sio kila eneo linavuja. Tuna maeneo ambayo yana matobo mengi, naweza nikasema.
75% na kuendelea ya fedha ya bajeti ya serikali kila mwaka ni manunuzi. Ni mambo yanayohusiana na manunuzi. Mikataba. Mheshimiwa Waziri, hili ni eneo lifanyiwe kazi upya, kwa sababu wale wanaohusika, wale walioko kwenye maeneo ambayo yana chemichemi ya rushwa kwa kiwango kikubwa, wao hawalazimiki kuweka wazi mali zao na wala hawalazimiki kujaza tamko hilo la mali pamoja na madeni. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ameiagiza taasisi hiyo ishirikiane na taasisi nyingine ikiwemo ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU ili kuhakikisha wanaziba mianya yote ya rushwa kwa kuchunguza matamko yanayowasilishwa na viongozi kama yamejazwa kwa usahihi. Maadili na matamko haya yawe kwa kila mtumishi wa umma, na kipaumbele kielekezwe kwenye maeneo ambayo yana vivutio hivyo vya rushwa. Tutakapotengeneza matamko mapya, tunaweza tukaweka colors, sijui, mimi sio mtaalamu wa rangi hizo, lakini rangi moja ya jambo la kwanza kabisa la kuangaliwa, waweke watu wanaosimamia, maafisa masuhuli na wale wanaosimamia hizi kamati za zabuni, na wala isitafasiriwe kama watu kuwa na vitu vizuri ni dhambi. Dhambi ni kuwa na vitu vizuri kwa kupora haki iliyokuwa ya mwingine. Naam, mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutoka makao makuu ya nchi mjini Dodoma, tunavuka maji hadi visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu. Rais wa Zanzibar na ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya awamu ya 8 kipindi cha pili inahitaji kasi ya utekelezaji, uwajibikaji na usimamizi bora wa majukumu ili kupata matokeo chanya katika kuwahudumia wananchi. Tupate taarifa kamili. Rais Daktari Mwinyi amesema hayo alipofungua mafunzo ya awali kwa viongozi wakuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar yanayofanyika katika chuo cha IIT Madrasati Fumba, mkoa wa Mjini Magharibi. Rais Daktari Mwinyi ametaja vipengele 6 ambavyo watendaji wakuu wa serikali wanapaswa kuvipa kipaumbele na kuwa miongozo ya utekelezaji na usimamizi wa majukumu yao katika taasisi wanazoziongoza. Mafunzo haya yameandaliwa ili kujenga uwezo wa kuchukua maamuzi sahihi kwa kutumia takwimu, kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu, kuboresha usimamizi wa watumishi na kuimarisha nidhamu za kiutumishi. Uwezo wa kusimamia mawasiliano kwa umma, hili nalo tatizo kwa wakati tuliokuwa nao, wakati huu wa social media, ni lazima tujiengage na kutoa taarifa kwa umma. Lolote linalofanyika katika ofisi yako, communicate kwa umma ujue, otherwise tutakuwa tunapata lawama, kumbe watu tu hawana taarifa yanayofanyika. Aidha, Rais Daktari Mwinyi amehimiza usimamizi wa rasilimali za umma kwa uadilifu, kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato pamoja na kudhibiti safari na matumizi yasiyo na tija. Tuna tatizo la matumizi mabaya. Tusimamie rasilimali kwa uadilifu. Kila mmoja awajibike kwa rasilimali zilizokuwa ndani ya sekta yake kwamba amezisimamia kwa uadilifu. La pili, kukusanya mapato kwa ufanisi. Wengi wetu tunadhani kukusanya mapato sio kazi yetu, ni kazi ya Wizara ya Fedha. Sivyo hivyo. Kila sekta ikusanye mapato kwa sekta husika. Kama wewe uko katika sekta ya utalii, tusipoteze mapato ya utalii. Kama wewe uko kwenye serikali za mitaa, kule kunapotea fedha kwenye serikali za mitaa. Mafunzo hayo yaliandaliwa na Chuo cha Utawala wa Umma IPA kwa kushirikiana na Shirika la Maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, ni ya kwanza kufanyika kwa watendaji wakuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mafunzo haya tumechagua mada very strategically kwa ajili ya kusaidia kuwakumbusha wakongwe kwa yale walioyasahau, lakini na kuwafundisha wapya kwa mambo ambayo yanatakiwa wawe nayo. Ni tools kama viongozi. Nyinyi kama viongozi ni mifano, watu wanasikiliza zaidi kwa macho kwanza kabla kwa masikio. Kwa hiyo unayoyafanya wanayaona na watayafuata hayo. Mafunzo kama haya ni muhimu sana. Alhamdulillah rabbil alamin, leo tumeanza na mawaziri, manaibu waziri. Ni matarajio yetu mheshimiwa, na wakuu wa taasisi, na tukijaliwa inshallah wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, basi na wao ni vizuri kuandalia mafunzo kama haya,
kwa sababu mafunzo ni kitu muhimu sana. Wote wana elimu zao, wana utaalamu wao, lakini wakipata elimu wanaongeza utaalamu wao na uzoefu wao. Asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka visiwani Zanzibar. Tukirejea Tanzania bara, mtazamaji, tunaelekea huko mkoani Kigoma. Jumuiya ya kuhuisha tabia za Kiislamu JAI katika mkoa wa Kigoma imepiga hatua muhimu katika kuhudumia wananchi na kutoa huduma za kiutu mara baada ya kupokea msaada wa gari ya kubebea wagonjwa iliyotolewa na wadau wa maendeleo kutoka taasisi ya Al Baraka. Taarifa yake Emmanuel Matinde kutoka mkoani Kigoma inasimuliwa hapa studio na Hilal Sefurian. Akiongea baada ya JAI kukabidhiwa gari la wagonjwa lenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200 lililotolewa na taasisi Al Baraka kupitia taasisi ya The Islamic Foundation, katibati wa JAI mkoa wa Kigoma Bi Siasa Juma Barakabiste amesema hatua hiyo ni muhimu katika kuleta ustawi wa jamii wanayoihudumia. Sina cha kusema zaidi ya furaha. Kazi zetu zitakuwa ni nyepesi na imani kupitia hili gari. Tuna wagonjwa watakaopona na itakuwa ni jibu letu kwa Mwenyezi Mungu kwamba na sisi tulitenda. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu wale wote walioshiriki kutufanikishia hiki kitu. Tukianzia Al Baraka, tukienda kwa Islamic Foundation, tunawaombea sana kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kweli tuna furaha sana, wanajai wote sema takbir. Hafla ya kukabidhi gari hilo imeshuhudiwa na mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua ambaye amezindua rasmi huduma za gari hilo kisha kutoa neno la pongezi kwa JAI katika kuhudumia jamii ya Kigoma. Mnachokifanya ni huduma za kiutu, huduma zisizo na malipo yoyote zaidi ya malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mnachokifanya sisi serikali kinatusaidia kwa sababu mnaendelea kuongeza thamani na wepesi wa huduma zinazotolewa na serikali. Hili ni jambo kubwa sana. Leo kuna jambo lingine kubwa ambalo kupitia kwenu limefanywa na Islamic Foundation. Nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana Islamic Foundation kwa jambo walilolifanya. Mkurugenzi wa taasisi ya The Islamic Foundation mkoa wa Kigoma Mensh Omar Senga amesema gari hilo ni utekelezaji wa ahadi ya mwenyekiti wa taasisi hiyo aliyeitoa kwa JAI takribani wiki 2 zilizopita kufuatia ombi lao wakati alipotembelea hospitali ya Maweni ambapo JAI hufanya kazi zake za kuhudumia wenye uhitaji. Gari hii ina mitungi mipya kabisa kwa ajili ya oxygen. Vile ni kwamba mama mjamzito anaweza kujifungua, baada ya kujifungua nesi aliyomo ndani humu akatoka ameshachukua data zote za mtoto kwa maana ya uzito na kila kitu. Ina vipimo vya aina mbalimbali vimo ndani humu. Kwa kweli ni ambulance ya kisasa kabisa. Tunashukuru kwa ushirikiano uliopo kati ya shirika la JAI na Maweni hospitali. Tunashukuru sana kwa ajili ya ambulance iliyokuja kwa sababu tunatumaini itafanya kazi kwa kusaidia wagonjwa wasio na ndugu, lakini pia wasio na uwezo wa kuchangia gharama za matibabu kwa kuwasafirisha kutoka Maweni ya RRH kuwapeleka Bugando. Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa yake Emmanuel Matinde kutoka mkoani Kigoma. Mtazamaji, tunatoka kanda ya magharibi na tunarejea kanda ya ziwa kutoka huko mkoani Mara. Wakulima mkoani Mara wametakiwa kujisajili katika mfumo maalum wa serikali, hatua itakayowawezesha kupata mbolea za ruzuku pamoja na mbegu bora ili kuongeza tija pamoja na kuweza kuongeza kiwango cha uzalishaji wa mazao. Taarifa kutoka mkoani Mara inasimuliwa na Nuhu Stima kutoka hapa studio. Wito huo umetolewa na mkurugenzi msaidizi idara ya maendeleo ya kilimo kutoka Wizara ya Kilimo Samson Paneja wakati alipofanya ziara ya kutembelea mkoa huo na kuelezea faida zitakazopatikana baada ya wakulima kujisajili katika mfumo maalum unaotambulika serikalini. Tunawaandaa na msimu tukiwaelimisha katika mikutano ya hadhara kujitokeza kwa ajili ya kutusikiliza. Kama wana maswali tunajadili na kushauriana, lakini kikubwa tunawaeleza wakulima kuhusiana na swala la kujisajili waweze kupata namba mkulima ambayo inamwezesha mkulima huyu kuweza kupata ruzuku zinazotolewa na serikali. Lakini ziko faida nyingine pamoja na kujisajili kupitia namba hiyo ya mkulima.
ziko fursa mbalimbali ambazo serikali imepanga kuzitekeleza kupitia zoezi hili la usajili wa wakulima. Tunaelezea wakulima kuhusiana na swala la afya ya udongo. Hii ni zoezi ambalo linatekelezwa na serikali kupitia halmashauri za wilaya ambazo zimepatiwa mashine za kupima afya za udongo katika mashamba, waweze kutambua afya ya udongo katika mashamba yao na namna ambavyo wanaweza wakaweka mbolea zipi na kiasi gani kwa ajili ya kuongeza uzalishaji. Afisa kilimo ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara, Ndepapa Mileli, amesema elimu hiyo itawasaidia wakulima kuweza kutambua mbegu sahihi ili kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao yao. Kubwa ni kuwafundisha wakulima namna ya kujua mbegu sahihi, kwamba katika mfuko kila mfuko wa mbegu huwa wanaweka kitu kama vocha. Ni tija kubwa kwa wakulima, kwa sababu wakulima wengi wamekuwa wakiuziwa mbegu isiyokuwa sahihi, ambapo inapelekea uzalishaji mdogo. Lakini wakulima wakijua kwamba hii mbegu ni sahihi, akipeleka shambani, ni kweli baadaye ataweza kulima na kupata tija ya juu. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amewataka wakulima kuongeza ushirikiano kwa wataalamu hao wakati wa kutoa elimu, hali itakayowawezesha pia kupata mikopo kutoka kwenye taasisi za kifedha kwa ajili ya kuendesha shughuli zao rasmi za kilimo. Tunapokwenda kuanza msimu huu wa kilimo, wataalamu hawa wa Wizara ya Kilimo wamefika mkoani kwetu na watatoa elimu mbalimbali. Kwanza watatoa elimu kuhusu mbegu bora, namna ya kutambua mbegu bora, kwa sababu kilimo kinaanza na of course hali ya hewa ambayo ni swala la Mwenyezi Mungu. Huku serikali nako inaingia sasa hivi kuhakikisha tunafanya pia kilimo cha umwagiliaji. Hivyo sasa mkulima atakapotaka mathalan kuchukua mkopo kwa ajili ya kuboresha shughuli zake za kilimo, basi kwenye mabenki na taasisi nyingine za kifedha watakubali kumpokea kwa sababu anafanya shughuli rasmi. Asante sana Nuhu Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Mara. Mtazamaji, kwingineko kutoka mkoani Tabora, wafanyabiashara wa mchele na wamiliki wa viwanda vya kukoboa mpunga katika wilaya ya Igunga mkoani Tabora wamesema kuwekewa bidhaa zao kuwekewa nembo ya ubora ya shirika la viwango Tanzania TBS kuna kwenda kutanua wigo wa soko la bidhaa zao kitaifa na kimataifa. Taarifa kutoka mkoani Tabora inasimuliwa hapa studio na Hilal Sefurian. Wamesema hayo baada ya kupatiwa elimu kuhusu utaratibu wa kupata alama ya ubora kutoka shirika la viwango Tanzania TBS kanda ya Magharibi, hatua inayolenga kuwawezesha kutambulika kitaifa na kimataifa. Wafanyabiashara hao wa mchele pamoja na wamiliki wa mashine za kukoboa mpunga wilayani Igunga wamesema kuwa nembo ya ubora ya TBS unaongezea nafasi katika masoko ya kimataifa na kuwasaidia kuuza bidhaa zao kwa uhakika zaidi. Sisi hapa kabla ya kuwa na nembo ya TBS, masoko yalikuwa kama hayajafunguka. Lakini tunashukuru baada ya kuwa na nembo ya TBS, wateja wetu wametuamini. Masoko yamekuwa ni makubwa, tunatoa kama masoko ya nje, na kila mteja ametuamini na kutuelewa na kuelewa bidhaa zetu kwamba ni bidhaa ambazo ziko bora na zinafaa kwa mraji na kwa mfanyabiashara. Hapa imenipa mwanga wa kufanya biashara kimataifa, na nikipata nembo ya TBS nitakuwa mwelevu zaidi biashara. Tofauti na hapo nyuma nilipotokea, nitakuwa nafanya biashara za kimataifa zaidi, na nitafanya biashara nzuri zaidi, na nitatambulika kwa jamii nje vizuri kibiashara, kwa kupeki mchele vizuri. Elimu hiyo imetolewa na timu ya maafisa kutoka TBS kanda Magharibi wakiongozwa na kaimu meneja wake Hamisi Seleleko. Seleleko amesema mbali na wilaya ya Igunga, elimu hiyo imewafikia wadau wa uzalishaji wa mpunga wilayani Nzega ili kuwajengea uelewa juu ya vigezo vya ubora na kuongeza imani kwa walaji. Kwa nini tunafanya kampeni ya kuwafikia hawa wazalishaji? Lengo mahususi ni kuhakikisha bidhaa zao ambazo wanazalisha zinakidhi vigezo vya bora ambao umewekwa kwa mujibu wa sheria na kiwango husika. Kwa nini tunataka wakidhi hivyo viwango? Ni kwa sababu kwa kufanya hivyo itaongeza imani kwa walaji wa bidhaa husika, lakini bidhaa yao tutakuwa tumejiridhia kama ni salama kwa ajili ya afya za watu.
Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Tabora ndio tamati ya kapu la habari kwa habari za kitaifa. Napozako kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Nuhu Stima ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Usiondoke. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami ndani ya kapu la habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa mtazamaji, ni wakati wake Nuhu Stima kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imelaani vikali kile inachokiita matumizi ya mara kwa mara ya silaha za maangamizi, zikiwemo ndege zisizo na rubani na mashambulizi ambazo inadai zimekuwa zikilenga raia katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi hiyo. Serikali ya DRC imesema mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu takriban 100 na kujeruhi maelfu na wengine zaidi ya 200,000 kuyahama makazi yao katika kipindi cha hivi karibuni. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Patrick Muyaya, mashambulizi hayo yameathiri maeneo ya mikoa ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini na yanachukuliwa kama uvunjaji wa makusudi wa makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na makubaliano ya Washington yaliyosimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Muyaya alionya kuwa hali hiyo ni tishio kwa uthabiti wa Jumuiya ya Maziwa Makuu na kusema kuwa kulenga pia nchi jirani ya Burundi baada ya mashambulizi hayo ni jaribio la kuisambaratisha na kuichanganya kanda nzima, akisisitiza kuwa jumuiya ya kimataifa inapaswa kuzingatia na kuweka vikwazo dhidi ya wahusika wanaokiuka makubaliano ya amani yaliyofikiwa duniani kote. Hata hivyo, Rwanda kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imekanusha kwa mara nyingine kuhusika na mashambulizi au vunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, ikisema shutuma hizo hazina msingi. Kwingineko, Rais Donald Trump wa Marekani amesema vikosi vya Marekani vimeikamata meli ya mafuta nje ya pwani ya Venezuela, akiashiria ongezeko kubwa la shinikizo la Washington dhidi ya serikali ya Nicolas Maduro. Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House kuwa wameikamata meli ya mafuta kwenye pwani ya Venezuela, ambayo ni meli kubwa ya mafuta na kubwa zaidi kuwahi kukamatwa. Akitoa video ya kukamatwa huko, mwanasheria mkuu Pam Bondi alielezea meli hiyo kama meli ya mafuta ghafi inayotumika kusafirisha mafuta yaliyoidhinishwa kutoka Venezuela na Iran, huku Caracas ililaani haraka kitendo hicho kwa kile inachokiita kitendo cha uharamia wa kimataifa. Awali, Rais Maduro alitangaza kwamba Venezuela haitakuwa koloni la mafuta, ambapo utawala wa Trump unaishutumu Venezuela kwa kuingiza dawa za kulevya Marekani na umeongeza juhudi zake za kumtenga Rais Maduro katika miezi ya hivi karibuni. Sambamba na hilo, Venezuela ambayo ni makao makuu ya akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani, nayo imeishutumu Washington kwa kutaka kuiba rasilimali zake. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kuwatishia wasafirishaji na kuvuruga zaidi mauzo ya mafuta nje ya Venezuela. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, watu wapatao 22 wamefariki dunia na wengine 16 wamejeruhiwa wakati wa majengo mawili ya makazi ya watu kuporomoka katika mji wa Fez ulioko kaskazini mwa Morocco Disemba
Disemba 10, 2025. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha eneo hilo, majengo hayo ya ghorofa 2 kila moja yaliporomoka katika eneo la Al-Masra ambacho ni kitongoji kilichopo katika mji huo. Chombo cha habari cha serikali ya Morocco kimesema vikosi vya uokoaji vilikuwa eneo la tukio vikiendelea kutafuta manusura wa tukio hilo, ambapo hadi sasa hakuna taarifa zozote kuhusu chanzo cha ajali hizo. Majeruhi wa tukio hilo waliwahishwa hospitalini, huku wakazi wa maeneo jirani wakihamishwa kutoka kwenye nyumba zao. Waendesha mashitaka nchini Morocco wametoa amri ya kuanza mara moja uchunguzi wa kubaini chanzo cha mkasa huo. Nuhu Stima, Mahasin TV. Asante sana Nuhu Stima kwa yale ambayo umetuandalia na kutosimulia kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie muhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amlilia mbunge wa Peramiho mkoani Ruvuma Jenista Mhagama aliyefariki Alhamisi hii Desemba 11, 2025 jijini Dodoma. JAI mkoani Kigoma yakabidhiwa gari ya kubebea wagonjwa iliyotolewa na wadau wa maendeleo wa taasisi ya Al-Baraka. Katika habari za kimataifa, takribani watu 22 wamefariki na wengine 16 kujeruhiwa baada ya majengo mawili ya makazi kuporomoka kaskazini mwa Morocco. Naam, mtazamaji, kwa nukta hiyo ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wale wote tulioshirikiana pamoja kukamilisha kapu la habari, mimi ni Rajab Shaban Matuga niliyesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Islam. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.